Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo mfalme aliye hai. Leo ni siku nyingine ambayo Mungu ametupa neema kwa ajili ya maombi ya siku ya leo. Na ujumbe wetu wa maombi ya leo unaenda na kichwa ambacho kinasema maombi ya mpenyo kwa mwanafunzi. Maombi ya mpenyo kwa mwanafunzi. Mwanafunzi anahitaji mpenyo anapokuwa shuleni ili masomo yake yaweze kwenda vizuri. Kama mzazi au familia mlezi, unahitaji sana muombe mtoto wako kwa habari ya mpenyo. Mipenyo ya wanafunzi ya watu wengi imefungwa kabisa. Wanafunzi hawaoni njia tena, hawaoni cha kusoma ni kitu gani, hawaoni hatima zao kwa kiasi gani. Lakini kama mzazi unahitaji kusimama na mwanao. Kwa kuona hivyo basi Biblia takatifu imesisitiza sana, na Mungu alijua umuhimu wa elimu. Anajua umuhimu wa elimu kwa mtoto. Ndio maana imeandikwa katika Methali sura ya 4 mstari wa 13. Sura ya 4 mstari wa 13 Biblia inasema, mkamate sana elimu, usimuache aende zake, mshike maana yeye ni uzima wako. Unaona Mungu anavyojua umuhimu wa elimu juu ya mtoto wako. Ndiyo maana nimekuja nikuletee maombi haya ya kuweza kumuombea mtoto wako. Inawezekana elimu kwa mtoto wako imeondoka, amepewa mtu mwingine kabisa. Na hawa watu ambao wanaozuia elimu ni wachawi, mawakala wa wachawi. Wako kwa ajili ya kuzuia mtoto wako asiendelee sehemu yoyote ile, asielewe darasani, asifunguliwe ili aweze kuelewa masomo darasani. Ndio maana basi adui amekamata ufahamu wa mtoto wako, lakini maombi ya mpenyo kwa mwanafunzi yana uwezo wa kumsaidia. Yanaweza akamsaidia mtoto wako akapata mpenyo, akapata mwanga. Nini anataka asome na nini anataka aende. Ndio maana tuko hapa siku ya leo kuomba maombi haya. Unaweza ukanifuatisha maombi haya, na hakika yake mwanao atafunguliwa akiwa pale shuleni, na hata kama ikiwa bado yuko nyumbani. Hebu tuombe pamoja. Sema, mwamba wenye imara, shuka nao uwazingile wachawi wote wanaofuatilia masomo yangu, wanaofuatilia masomo ya mtoto wangu. Mwamba wenye imara, shuka. Repo sataraba baba. Na achilia mwamba wenye imara ukashuke, waliozingira masomo ya huyu mwanafunzi. Hiyo roho na ipiga katika jina la Yesu. Aliozingirwa mwanafunzi shuleni, amezingirwa asisome, amezingirwa asifanye mtihani, amezingirwa asielewe. Nashusha moto, nashusha moto, nashusha moto kila anayefuatilia masomo ya huyu mtoto, kila anayefuatilia masomo ya huyu mtoto. Napiga katika jina la Yesu, napiga katika jina la Yesu. Achia masomo yake, achia elimu yake, achia ufahamu wake, achia rabababababa, achia aliyefunga ufahamu, aliyefunga akili, katika jina la Yesu. Ukapate mpenyo mwanafunzi. Kila anayekufuatilia aone moto, yule anayekufuatilia aone giza nene, katika jina la Yesu Kristo. Aliyekamata elimu yako, aliyekamata masomo yako, na achilia moto ayaachie, na achilia moto kaachiliwe, ukaachiliwe mwanafunzi leo darasani, katika jina la Yesu Kristo mfalme. Ninaita radi ya Mungu ishuke na kuteketeza mawakala wa kichawi waliokaa katika eneo la shule ili kukuferisha ewe mwanafunzi. Kila wakala wa kichawi ninakataa, ninakataa, ninakataa. Naleta radi ya Mungu ishuke na kuteketeza, ishuke na kuteketeza mawakala wa kichawi wanaokufuatilia
shuleni, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wako watu ambao wanafuatilia mwanao, ni mawakala wa kishetani. Ninasimama kinyume nao, ninasimama kinyume nao, ninasimama kinyume nao. Waachie mtoto wako, waachie mtoto wako, waachie mtoto wako, waachie mtoto wako kule shuleni katika jina la Yesu. Wakala wa kipepo, wakala mwanadamu, wakala jini, wakala wachawi, katika jina la Yesu wapate mpenyo, wapate mpenyo anapokuwa shuleni katika jina la Yesu. Kila mawakala natuma radi, natuma radi, natuma radi, radi ya moto, mawakala wowote, mawakala wa kishetani, kwa mamlaka ya jina la Yesu, 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila wakala waliopatana kwa kuwapa, ninapiga, ninapiga kila wakala anayekufuatilia kwenye domu, anayekufuatilia kwenye prep, huyo wakala namteketeza kwa radi, namteketeza kwa radi, namteketeza kwa radi. Kila silaha itakayosimama juu yako kijana, binti, haitafanikiwa kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu. Uachiliwe, uwekwe huru, ulindwe, uponywe na magonjwa, ufanikiwe, njia ipatikane, mpenyo upatikane kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu. Natuma malaika ulioko shuleni, natuma malaika ulioko nyumbani, mtoto wako alindwe, mtoto wako asaidiwe, mtoto wako aongozwe kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu. Ninatuma moto, natuma moto ukamzingile mwanao, wabaya wasimuone, watenda mabaya wasimuone katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kipindi hiki kwa anapokuwa shuleni akalindwe, akalindwe katika jina la Yesu. Natabiri mtoto wako atakuwa mtoto mkuu kwa mamlaka jina la Yesu Kristo hai. Amen.